Unapokuwa unafanya au unapokuwa unaomba, unapofanya maombi au unapoomba, zingatia, pendelea sana kuweka mfungo. Maombi ya mfungo ni mazuri sana. Tena maombi ya mfungo ya kufunga kwa muda mrefu. Nini muda mrefu? Tunaona watu tofauti kwenye Biblia walifunga kwa muda mrefu. Kuomba maombi ya mfungo ya muda mrefu, sio muda mchache. Maana ya Yesu anaonyeshwa hapa siku 40, huko akina Musa wamefunga zaidi ya siku 40. Mlimani anashuka, anapanda, anafunga tena, anashuka, anapanda, anafunga tena. Sio mara moja. Hata ukicheki kwenye mazingira yetu, hata baba zetu wakilio kina Moses Kulola walikuwa wanafunga na kuomba. Maana walipata power. Walikuwa na uwezo na roho zao zilikuwa na nguvu ya kuweza kubeba upako kutoka kwa Roho Mtakatifu, kubeba nguvu kutoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, maombi ya kufunga na kuomba ni silaha kwenye mkono wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akitaka kukutumia vizuri, akitaka kuachilia nguvu zake nyingi, akitaka kujifunua kwa uwezo mkubwa, anaweza kufanya bila kufunga na kuomba. Ila wewe ukifunga na kuomba, unampa yeye uwanja mpana wa kuutumia mwili wako kufanya kazi ya Mungu. Unapofiisha mwili wako katika kufunga, manake unaunyamazisha mwili katika mazingira na matendo yote ya kimwili. Kwa mwili unakaa katika hali ya utakatifu, katika hali ya kutengwa kiroho kupitia maombi ya kufunga, ili Roho wa Mungu apate nafasi ndani yako, ili aweze kukutumia na kufanya vitu ambavyo yeye amevikusudia. Lakini wakati mwingine Mungu akitaka kupitisha kitu duniani, huwa anaachilia agizo watu wafunge na kuomba. Wakati mwingine kwenye maandiko ukisoma, watu walipomkosea Mungu walifunga na kuomba kumsihi Mungu aachilie msamaha. Kwa hiyo maombi ya kufunga na kuomba, aidha unatubu, aidha unatafuta kitu kutoka kwa Mungu, aidha unataka kuombea mtu mwingine naye Mungu amsaidie aende akafanikiwe, aende akaongezeke kwenye utumishi. Kuna mambo mengine kwenye maisha yako huwezi kuyapata. Kuna viwango hauwezi kufika. Kuna aina ya upako na hekima na maarifa haupati kama ufungi na kuomba. Na kuomba manake ni kutoa ule muda, nafsi yako, akili yako, mawazo yako, mpaka mwili wako, kwa kuacha vingine vyote, sio chakula peke yake.